Kesho Jumapili tutakuwa na ibada kubwa kwa wale ambao tunahitaji Mungu awe mdhamini wetu. Lakini ukisoma ile Zaburi 119 ule mstari wa 122 anasema uwe mdhamini wa mtumishi wako apate mema, wenye kiburi wasinionee. Kwa hapa tunaona Daudi anaomba, anamwambia Bwana uwe mdhamini wangu, mimi mtumishi wako nipate mema, wenye kiburi wasinionee. Kwenye maisha haya ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, Bwana ameweka mfumo unaitwa mfumo wa udhamini. Kwa ni lazima kila anayeishi katika ulimwengu huu lazima awe na mfumo wa kiroho unao mdhamini. Kwa kama hauna mfumo wa kiroho wa kimungu, lazima utakuwa na mfumo wa kiroho wa miungu. Mungu hajawahi kumuumba mtu aishi kwenye ulimwengu wa mwili pasipo kuishi kwenye ulimwengu wa roho. Mtu unayemuona ni roho na mtu unayemuona ni mwili. Kwa ili maisha yako mwanadamu yaende sawasawa, ni lazima uhakikishe una mfumo wa kiroho unaokudhamini wewe kuishi kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa ukisoma Biblia utaelewa vizuri. Unaona Mungu alimdhamini mtumishi wake Yakobo alipokuwa padarani kwa Labani. Ukisoma ile Mwanzo 31 kuanzia ule mstari wa 9 utaona Yakobo anasema Mungu amenidhamini. Bwana amenipa mali, Bwana amenipa watoto, Bwana amenipa maisha. Na Mungu akamwambia mimi ni Mungu wa Betheli, mimi ni Mungu ninayekudhamini. Kwa ibada yetu ya kesho tunakwenda kumuomba Mungu kwa ajili yako. Na wewe ukiomba sawasawa na neno hili la Zaburi 119 ule mstari wa 122, Mungu awe mdhamini wako. Kwenye nini mchungaji? Kwenye maisha yako ya kiroho, kwenye maisha yako ya ndoa, kwenye maisha yako ya biashara, kwenye maisha yako ya kilimo, kwenye maisha yako ya ufugaji. Kwa lazima uelewe kwamba unamhitaji Mungu akudhamini. Kama Mungu atakudhamini, waovu watakuonea, wachawi watakuonea, waganga watakuonea, watenda mabaya watakuonea, kwa sababu ndiyo roho yao. Yohana 10:10 anasema mwizi haji kudhamini, bali anakuja kuiba, anakuja kuua, anakuja kuharibu, anakuja kuangamiza. Kwa hili usiangamie, hili usipatwe na mabaya, lazima umuombe mdhamini akudhamini. Utasoma kitabu cha Hesabu sura 22, Hesabu sura 23, Hesabu sura 24 na Hesabu 25. Utamuona Mungu aliwadhamini wana wa Israeli. Wakati mfalme Baraki ametafuta mganga wa kienyeji anaitwa Balaam ili awatende mabaya, awaroge na kuwafisha, awaroge na kuwadhofisha wana wa Israeli, Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa na mdhamini wao waliotoka naye toka katika nchi ya Misri, anaitwa Pasaka. Wakati hao wanaweka sadaka za matambiko na kafara, yule mdhamini alisimama akawatetea. Tunaona kinywa cha mganga wa kienyeji kinakamatwa, anaitwa Balaam, anakamatwa na Mungu. Badala ya kulaani alitamka baraka, badala ya kuloga alibariki. Akasema Mungu akamwambia Balaam, kwa habari ya Israeli mimi ni mdhamini wao, hapana uganga, hapana uchawi juu yao. Nami nataka nikwambie, tukiomba juu ya mdhamini wako kiagano, tukiomba juu ya mdhamini wako kwenye ibada ya kesho, hapana uganga, hapana uchawi. Hata kama mtu ameweka tunguli zake, hata kama mtu anakuroga, hata kama mtu anakutakia mabaya, maadamu tutakuombea ama nitakuombea, yule mdhamini akisimama mbele yako, waroge wasiroge, hapana uganga, hapana uchawi juu ya maisha yako. Kwa ibada ya kesho tutasimama kwenye maneno hayo. Wale ambao mmerogwa, wale ambao mnasumbuliwa, wale ambao mnasumbuka, wale ambao mnateseka, wale ambao mmefungwa na mambo mbalimbali, njoo ili Kristo afanyike mdhamini wako sawasawa na Waebrania 7:22. Biblia inasema Kristo amefanyika mdhamini wa agano lililo bora. Kwa hiyo Kristo akikudhamini, hapana agano lingine, liwe la mizimu, liwe la waganga, liwe la uchawi, alitasimama juu yako sawasawa na neno lake. Mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigeregere, mwambie Bwana
uwe mdhamini wangu. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa mchungaji Katunzi, utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Inawezekana, yote Bwana